katika dhulma kubwa mno na zaidi ambao anaidhulumu nafsi yake muislam katika miezi hii mitakatifu al-ishraka billahi azza wa jalla, ni kumshirikisha Allah aliyakuwa ametukuka. Kama qala Luqman ibni, kama alivyosema Luqman ar-rajulu salih, kumwambia mwanawe ya bunayya, ewe mwanangu, ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka, hakika ya ushirikina, la dhulmun adhim, ni dhulma kubwa sana. Kwa hiyo min a'zami dhulm, ni ushirikina katika dhulma kubwa zaidi katika ulimwengu ambao anaifanya mwanadamu muislamu ni kufanya ushirikina, kwenda kwa waganga. Leo ni maduka mangapi konde yananing'inia matalasimu, ni watu wangapi wanavaa mapeti ya mashetani, ni watu wangapi vyumba hawavifungui, ni watu wangapi leo wanavaa hirizi, ni watu wangapi wanavalisha hirizi watoto wao, ni magari mangapi leo ya abiria yananing'inia viatu vya kushoto wakidai wanakimbiza nuksi, ni makondakta wangapi leo katika mapoti yao yana hirizi, ni wangapi? Kwa katika dhulma kubwa ni ushirikina. فالإشراك بالله عز وجل عباد الله، نقول شركش الله سبحانه وتعالى هو أعظم خطيئة، ndio dhambi kubwa zaidi. wa huwa la yaghfiru Allah ta'ala li sahibi in mata alayhi, na ndio dhambi ambalo kama mtu atakufa nalo dhambi hilo Allah amsamehe yule ambaye atakayekufa na dhambi ya ushirikina. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، hakika Allah hasamehe dhambi ya ushirikina, lakini anasamehe chini ya dhambi ya ushirikina kwa yule ambaye mwenye kumtaka. Kwa yoyote atakayekufa hali ya kuwa hajatubia, akafa hali ya kuwa ni mushrik, ni motoni milele. Ndio maana mmoja katika washairi akasema, wa atharu shirki idha alimtahu kalkhuldi fi jahannami hadirtahu, na athari ya ushirikina lau ungejua wewe muislamu kuhusiana na kukaa motoni milele ungejitahadharisha na ushirikina. Leo wachezaji wangapi, matimu mangapi ya kijingajinga tu mwetu yanaroga, yanakwenda kwa waganga. Wana benchi la ufundi, usione benchi la ufundi ati wana manyundo na misumari, hapana, ni mijishirikina, ni miganga ipo pale, wanamshirikisha Allah katika mambo ya upuuzi, katika mambo ambayo hayana faida. Timu za huku nyumbani wapata faida gani basi baada ya kupatana miguu? Na wala si haramu kufanya mazoezi, lakini watu wasichupe mipaka kuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hili ni onyo la kutokuidhulumu nafsi, na ziko nyingi katika maasi.